Mama mmoja aliyefahamika kwa jina la Melisiana James Thomas, mkazi wa kijiji cha Izenga Basunga, wilaya ya Geita mkoani humo, amejikuta akigusa hisia za wananchi mbalimbali katika mkutano baada ya kusimulia hali ya mtoto wake mlemavu wa miguu juu ya changamoto anazopitia zinazopelekea kutohudhuria masomo yake ipasavyo. Akisimulia katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika kata ya Bukondo ulioandaliwa na ofisi ya mkuu wa wilaya Geita, mama huyo amemwomba mkuu wa wilaya Geita Hashim Komba kuona namna ya kuongeza thamani sambamba na serikali kuendelea kuwajali wanafunzi wenye ulemavu ili na wao waweze kupata haki ya elimu. Kwa jina ninaitwa Melisiana James Thomas, mwenyeji kutoka mtaa wa Izenga Basunga. Mimi ninaomba, kuna watoto walemavu katika kata ya Bukondo na ni wengi. Sasa kuna kipindi walituita ili kwa ajili ya kutupa huduma, lakini wengi walishindwa kuvumilia, maana safari zilikuwa ni nyingi za kutuita ili kufika kupewa maelekezo. Nikafaulu mimi tu hapa ninaposema ninaye mtoto mlemavu, nilifuatilia, hatimaye akapewa baskeli na sasa analetwa na vijana ambao ni kaka zake kumfikisha shule ya msingi Busaka. Pamoja na hayo, inafika sehemu anakotoka ni mbali, anachoka, mtoto yule hatembei, ni wa kubeba kuweka kwenye kile kibaiskeli, anachoka. Mfano akipatwa na homa, na hata nyinyi mnajua viongozi, mwili ukitoka kwenye homa, hata wewe ambaye una viungo vimekamilika, kuna kuwepo uchovu. Sasa yeye kadiri alivyo na umbile lake, inakuwa ni shida. Sijajua ni uchovu gani. Siku hizi yani akipelekwa siku 2-3, anashindwa kukaa, wakifika nyumbani anakuwa ni wakulala tu. Hata ninaposema hata leo hajafika shuleni, mwalimu mkuu nahisi yupo hapa ameshaona kwamba Neema hajafika shuleni. Alikuwa na homa, lakini sasa kukaa kwenye baiskeli siku hizi anashindwa. Kwa vile uko hapa na hao walemavu tunao, jamani mtusaidie, nao ni binadamu, mtupe jamani huduma ya hao watu. Na sio mimi tu, bado kuna wengine, yani kata ya Bukondo kuna walemavu wengi tu hawajapata huduma. Mkuu wa msafara naomba kuwasilisha kwa namna ambavyo pamoja na kuwa na mtoto mwenye changamoto ya ulemavu, hujataka kumficha, umemuibua na umetaka apate haki ya kupata elimu. Na sisi kama serikali tunaweka mkazo sana kwenye eneo hilo. Nikutie moyo, basi kukata tamaa. Mungu ana kusudi na maisha ya kila mmoja wetu, na Mungu ndo amekuchagua kukupa huo mtihani. Na wako watu wengine pia wamechaguliwa na Mungu, amepewa mitihani mingine tofauti. Wajibu tulionao ni kuendelea kushirikiana ili kuhakikisha mtoto huyo anaendelea kupata elimu. Na kwa wazazi wengine pia tujenge utamaduni huo. Pale ambapo una mtoto ana changamoto ya ulemavu, usimfiche, muibue apate huduma ya elimu. Wakati mwingine huwa kuna mahitaji ya baiskeli. Ofisi ya mkuu wa wilaya, mkurugenzi kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, wakiwemo Plan International, wenzetu wa Neliko, huwa tunashirikiana kwa pamoja ili kutafuta baiskeli na kuwapatia watu wenye mahitaji maalum. Na serikali hii ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan inatambua uwepo wa watu wenye mahitaji maalum. Wanaendelea kupewa fursa mbalimbali kwenye sekta ya elimu, lakini hadi kwenye mikopo ya halmashauri watu wenye mahitaji maalum wenye ulemavu wanapewa mikopo ili waweze kujiendesha. Na mtu anaweza akashangaa kwamba mtu mwenye mahitaji maalum anafanyaje shughuli. Wako watu ambao wanajishughulisha. Mimi ninakumbuka tukiwa kule na Chingwea,
tuliwahi kukopesha watu wenye mahitaji maalum kwa kuwajengea mashine ya kusaga na kukoboa. Kwa tunawakopesha fedha lakini mnawajengea kabisa. Wao kazi yao inakuwa ni kusimamia tu, wanakusanya mapato yao, ile faida wanaitumia na fedha nyingine zinakwenda maeneo mengine. Kwa nitoe rai kwa mtendaji wetu wa kata na watendaji wa vijiji. Mnapoona tuna watoto wenye mahitaji maalum wanakwama kwenda shuleni, hebu muweze kuwafikia, muweze kuwabaini. Tunawasiliana na ofisi ya mkuu wa wilaya ili kwa pamoja tunapopata wadau basi tunakuwa tunasambaza zile baisikeli kwa namna ambavyo zinakuwa zinapatikana. Ndugu zangu, kila mmoja ana jukumu la kuwasaidia watu hawa. Upo msemo wa Kiswahili unasema hujafa hujaumika. Hatujui lini na wakati gani unaweza ukapata ulemavu. Na kwa sisi ambao bado tunaendelea kuwa na uzazi, hatujui lini Mungu ataturuzuku watoto wenye ulemavu. Lazima kila mmoja aguswe kama ambavyo mama huyu ameguswa. Kuna changamoto ya kuumwa. Nadhani DMO unaweza kumwambia mfawidhi. Mama hapa anasema mtoto kila siku zinazozidi kwenda ni kama anapata uchovu wa hali ya juu. Sasa ni huduma ya kawaida tu kumfikia mtoto, kumpa medical check up. Kama ni ya hapa ama ni ya hapo kwenye kituo cha afya, apelekwe, atizamwe, then tunaweza kushauri huduma gani anastahili zaidi. Kwa hiyo tusiwaache peke yao, tushirikiane nao hawa watu ambao wana changamoto hizi. Kwa hiyo nadhani mfawidhi awajibike kumuona huyo Neema kwa kushirikiana pia na mfawidhi wa kituo cha afya Chikobe. Kama kuna changamoto zaidi tuweze kushauriana ili kwa pamoja tumsaidie binti yetu aendelee kupata huduma ya elimu. Asante sana mama kwa kuibua hoja, na Mungu akuimarishe upate nguvu ya kumlea mtoto.